Na mtazamaji wa Trend TV, nadhani utakuwa unakumbuka kwamba tulikuletea update kuhusiana na huyu kijana ambaye watu wengi sana sasa hivi huko mitandaoni wamembatiza jina kwamba ni mtoto wa Baltazari. Na sababu kubwa ya kumuita hivyo mtoto wa Baltazari bwana ni kwamba kijana huyu bwana ametisha kweli kweli, kwa mujibu wa watu huko mitandaoni, kutokana na video ambazo zimesambaa zinazomuonyesha kijana huyu akiwa anashiriki kwenye mapenzi na mwalimu wake. Kwa mujibu wa taarifa ambazo tumezipata za awali kabisa ni kwamba kijana huyu bwana ana umri wa miaka 15 na mwalimu wake bwana ana umri wa miaka 33. Yani kijana wa kiume ana miaka 15 alafu mwalimu ana umri wa miaka 33. Huyu ni mdada kabisa wa nguvu, lakini ndio hivyo bwana amejiingiza katika mahusiano ya kimapenzi na kijana huyo mdogo mwenye umri wa miaka 15, na wakati wako faragha bwana wamejirekodi video na video hizo zimevuja. Hili bwana ni tukio ambalo limemeke headline Afrika nzima, likiwa limetokea kusini mwa Afrika bwana, na ni issue ambayo kiukweli imeibua mijadala mingi sana huko mitandaoni, na video za huyu kijana kiukweli sasa hivi zimeanza kutrend. Ukiachana hizo ambazo za faragha, vile vile hata video zake nyingine zimekuwa zikisambaa kweli kweli huko mitandaoni. Yani huyu kijana kumbe ni ana hobby ya kuwa dancer, yani ni mchezaji, yani anapenda sana kudance, yani ni dancer haswa. Kwa hiyo video zake akiwa na dance pia zimeenda viral. Kwa kifupi ni kwamba kijana amepata umaarufu haraka mno kutokana tu na kusambaa kwa video hizo za akiwa anafanya mapenzi na mwalimu wake ambaye amemzidi umri. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetufikia ni kwamba kijana bwana ni machachari kweli kweli huko shuleni kwao, kwani wadada wengi sana wamekuwa wako karibu na yeye tokea hapo awali, lakini sasa hivi alipopata umaarufu bwana ndo kama vile imekuwa mara mbili yake. Unaambiwa kwamba kijana bwana amekuwa na umaarufu wa hali ya juu, wasichana kama wote wamekuwa wakimfagilia, wakimshobokea, wakimkubali to the maximum, hususan sasa baada ya hizi video kusambaa huko mtandaoni bwana, unaambiwa kwamba dogo bwana anazidi kutrend, na hata alivyorudi shuleni wakati kesi ikiwa inaendelea, maana tulikuletea habari siku ya juzi kwamba kitendo hiki ambacho kimetokea bwana ni kinyume cha sheria huko Afrika ya Kusini. Kwa hiyo mwalimu alikamatwa kwa ajili ya kufikishwa mahakamani, lakini pia kijana naye pia of course alisimamishwa shule kidogo kwa muda wa siku chache kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anapata nafasi ya kuattend mahakamani kwa ajili ya kutoa ushahidi na vitu vingine kama hivyo. Maana tumeambiwa kwamba hizi video zimevuja hivi karibuni, lakini hili tukio limetokea tokea Agosti 12, yani mwezi wa 8 huko, lakini video zimevuja mwezi huu Disemba. Sasa huyu kijana alikuwa amesimamishwa kidogo shule kwa muda, sasa hivi amerudi, na alivyorudi shule bwana unaambiwa kwamba amepokelewa kama mfalme. Na of course video zimesambaa pia zikiwa zinamuonyesha kijana huyo akiwa anapokelewa na wanafunzi wenzie shuleni kama mfalme, kwa kitendo hicho ambacho kimetokea baada ya mwalimu kujihusisha katika mahusiano na kijana huyo na video kusambaa mtandaoni. Kwa hiyo sasa alivyorudi bwana, popularity ambayo yuko nayo kupitokea katika mitandao ya kijamii imemfanya hata pale shuleni napo pia aonekane kama vile ni superstar, na mapokezi yenyewe yanajieleza. Kama unavyoona hapo katika video bwana ni kwamba kama unavyoona kwenye video hapo bwana ni kwamba mabinti bwana wamempokea kwa shangwe ya hali ya juu. Washikaji wengine ambao anasoma nao pia wamekuja kumpokea. Ni kila mtu ambaye anakutana naye alikuwa anatamani kumpa hug kwa namna moja au nyingine.
hiyo hizo video pia zimeenda viral kwa sababu kijana amekuwa popular huko shuleni kwao kutokana na hizo video bwana, moja kwa moja imefanya awe superstar. Sasa hapa kuna page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo taarifa, maana hapo awali alikuwa ni dancer tu wa kawaida, alikuwa ni mwanafunzi lakini alikuwa na hobby, anapenda sana kudance. Lakini sasa hivi baada ya zile video zilivyovuja tu ni kwamba kijana bwana amekuwa maarufu zaidi shuleni na hata katika mitandao ya kijamii. Japokuwa yeye mwenyewe tumezungumza katika video iliyopita kwamba amekaa na yule eti sio yeye, lakini ni kawaida kwa kila mtu ambaye connection yake inavuja, mara nyingi lazima atasema kwamba si yeye. Sasa mapokezi ya kijana huyu bwana yamemake headline, page mbalimbali zimekuja kuripoti. Kwa mfano hapa kuna page imeandika kwamba bwana dogo amerudi shule na amepokelewa kifalme na wanafunzi wenzie. Dogo amerudi shule, wanafunzi wenzie waambii kitu kuhusiana na yeye. Lakini pia vile comment zimekuwa nyingi kweli kweli kuhusiana na kurejea kwa huyu kijana shuleni na the way ambavyo alivyopokelewa na wanafunzi wenzake. Hapa bwana kuna mtu anasema bwana nisiongee maana mimi pia ni mzazi. Kuna mtu hapa amekuja amecomment ameandika kwamba bwana huyu dogo ni Baltazari ajaye. Kuna mtu amesema bwana kwa ile mibao aka mikofi lazima wampokee shujaa wao. Cha ajabu ni kwamba watoto wa kike nao pia wanamfurahia balaa huyu kijana. Kuna mtu mwingine hapa naye pia amekuja amecomment hapa ameandika kwamba kiukweli hao mademu hapo shuleni watakoma. Kijana wa mwaka huyo amerejea, ni mwendo wa kudondosha ndonga. Okay. Comment ni nyingi kama nilivyokuambia. Kuna mwingine hapa anasema kwamba bwana anahitaji pongezi kwa kweli, amefanya jambo kubwa. Natamani mtoto wangu wa kiume awe hivyo. Bwana hii haijakaa sawa. Bwana jambo kama hili sio la kulisherehekea mtandaoni. Kuna mwingine huyu hapa amekuja ameandika kwamba bwana huyu ticha wao ambaye amefanyiwa yale mambo na huyu kijana bwana, inaonekana kwamba alikuwa na mashauzi sana, ndio maana wanafunzi wenzio wamemkubali kijana kwa alichokifanya. Mwingine anasema bwana kuna wa kiume hapo simuelewi. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section kama ilivyokuwa kawaida. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.